BAL 2026 imerudi tena na sasa ni raundi ya robo finali ambayo itaanza tarehe 22 kule Kigali nchini Rwanda, na timu ya basketball kutoka Tanzania Dar City kwa mara ya kwanza wanashiriki michuano ya BAL na kwa mara ya kwanza wanafuzu katika hatua ya robo finali. Ni mafanikio makubwa sana, na wanaenda kukutana na timu ya Petro de Luanda ya Angola ambayo iliwahi kushinda michuano hii ya BAL 2024 na mwaka jana 2025 waliingia katika hatua ya finali wakapoteza. Kwa hiyo wanaenda kukutana na timu giant, yani timu ambayo ni timu kweli katika michuano hii ya BAL. Kwa hiyo kama nilivyosema, baada ya hatua ya makundi ilivyomalizika kule South Africa mwezi wa 4 mwaka huu, nilisema kwamba kitendo cha Dar City kuingia katika BAL kwanza ni mafanikio makubwa kwa Tanzania, kwa sababu hakuna timu ambayo ishawahi kushiriki michuano hii tangia imeanzishwa, ambapo sasa hivi ni msimu wa 6. Kwa hiyo kitendo cha Dar City kushiriki tu michuano hii ni mafanikio, yani kwa kifupi si wadai kabisa. Lakini Dar City kufanikiwa kufuzu katika hatua ya robo finali katika msimu wao wa kwanza kushiriki michuano hii, hayo ni mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo kuelekea katika mechi hizi za mtoano, kama nilivyosema awali, ni kwamba sina mategemeo makubwa au siwapush sana Dar City. Sio kama nasema ndo watolewe waende wakafungwe, lakini sitaki kuwaekea mzigo mkubwa sana kwamba lazima ingie katika hatua ya nusu finali, au wakishindwa kuingia katika hatua ya nusu finali tuwalaumu. Hapana, kwa sababu ndio mara ya kwanza wanashiriki michuano hii na wameingia katika hatua ya robo finali, kwa sababu kuna timu ambazo zimewahi kushiriki michuano hii kwa mara ya pili. Kwa mfano kama Nairobi City Thunder, mara ya pili msimu huu wameshiriki, lakini wameishia katika hatua ya makundi. Lakini Dar City msimu wao wa kwanza wanaenda katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana ukilinganisha na timu zingine. Kwa hiyo kitendo cha wao kwenda katika hatua ya robo finali, nataka tuwapongeze, na hata wakitolewa, atuombee watolewe, hata wakitolewa bado ni mafanikio makubwa sana, kwa sababu ni msimu wao wa kwanza. Kwa hiyo washajifunza ni kitu gani ambacho kinahitajika katika michuano hii. Kwa hiyo mwakani, tunategemea mwakani wataenda tena, so watakuja na experience kubwa, wafanye kitu gani, wafanye adjustment gani katika kikosi chao ili waweze kufika katika hatua za mbele zaidi, kwa sababu timu ambayo wanaenda kukutana nayo ni timu ambayo ya muda mrefu. Petro de Luanda wameanzishwa miaka 46 iliyopita, kwa hiyo ni timu kubwa ukilinganisha Dar City, wao wana miaka kama 4, 2022 wameanzishwa. Kwa hiyo ni timu ambayo ni giant, yani kama vile tuseme ni timu anaenda kukutana na Real Madrid kwenye Champions League. Kwa hiyo ni Petro de Luanda, ni timu ambayo ina uzoefu mkubwa na wamepata mafanikio makubwa sana katika michuano hii ya BAL, na kila msimu huwa wanashiriki. Katika misimu 5 iliyopita, misimu yote hiyo 5 hatua yao ndogo kabisa inakuwa nusu finali. Kwa hiyo unaweza ukaelewa ni timu gani ambayo wanaenda kukutana nayo Dar City. Sasa kwa upande wa Dar City nimeona wamefanya baadhi ya sajili, wamemsajili mlinzi au center Anas Mahmoud ambaye aliwahi kushinda BAL 2021 akiwa na Zamalek, na pia katika mwaka huo alishinda tuzo ya mlinzi bora wa michuano hiyo. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo Dar City ilikuwa vinasumbua sana, hasa katika hatua ile ya makundi, wote tulishuhudia, ilikuwa ni pale katika kulinda paint, yani tuseme center yule ambaye anaweza akaprotect, aidha akachukua zile rebound za offense na za upande wa defense. Kwa hiyo kumchukua mtu kama huyo ambaye ana miaka 31 na experience na pia amecheza hiyo michuano hadi akawa bingwa ni kitu kizuri. Mimi nategemea anaweza akaleta mabadiliko makubwa. Kwa hiyo mechi ya Dar City inachezwa siku ya tarehe 23 ambayo ni siku ya Jumamosi dhidi ya Petro de Luanda, na mfumo sasa hivi umebadilika. Mara ya kwanza katika hatua ya robo finali mechi ni moja tu, ukifungwa unaenda nyumbani, lakini katika msimu huu mechi zinakuwa 2. Kwa hiyo watacheza Jumamosi na Petro de Luanda, Jumatatu watarudiana na Petro de Luanda. So watachukua scores za mechi ya kwanza na ya pili, watajumlisha mwenye scores nyingi, yani mwenye points nyingi ndio atafuzu katika hatua ya nusu finali. Sasa kuanzia hatua ya nusu finali ni mechi moja, win or go home. Ukipoteza mechi hiyo basi unakuwa unarudi nyumbani. Hiyo katika hatua ya robo finali mnacheza mechi 2. So Dar City mimi siwadai, narudia tena, kitendo cha wao kufuzu katika hatua ya robo finali katika msimu wao wa kwanza ni mafanikio makubwa sana.